wakijielekeza kwa Mungu atujalie tuwe na amani katika taifa letu. Wakawa wanatokea wengine wao wanasema hapana, haiwezekani amani bila haki. Sasa kuna swala moja la kuelewa. Mimi naamini kama haiwezekani amani bila haki, basi na hakika mpaka hivi ninavyozungumza, toka miaka mingi ya nyuma Tanzania kusingekuwa na hiyo inayoitwa kwamba ni kisiwa cha amani. Isingekuwepo. Kwa nini nasema isingekuwepo? Maana yake haki kwenye jamii ya Watanzania, kuna jamii imepewa haki zaidi na kuna jamii imenyimwa haki zaidi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kama haki ndio ingekuwa msingi wa amani, basi Tanzania isingeitwa kisiwa cha amani, isingeitwa. Kwa nini nasema hivi? Katika nchi yetu ya Tanzania, kabla sijaja kwenye kuhitimisha nini tunashauri, katika nchi yetu ya Tanzania kuna mkataba au Memorandum of Understanding MOU, ambayo hii imeandaliwa kati ya kanisa, maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti ya elimu na bajeti ya afya. Kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii ina maana kwamba kodi yangu mimi Muislamu inayochukuliwa ya wafanyabiashara wa Kiislamu inayochukuliwa, fedha ile kuna kundi moja limejitenga kuisubiri na kuichukua. Na hoja inayotumika ni nini? Inatumika hoja kwamba kanisa Katoliki linatoa huduma ya afya, kanisa Katoliki linatoa huduma ya elimu, kwa sababu hiyo lina haki ya kupata fedha kutoka serikalini. Sasa twende kwenye hali ya kawaida. Shule gani ya kanisa Katoliki ambayo ukienda wewe kumpeleka mtoto wako unalipa ada sawa na serikali? Shule gani? Mtajieni shule moja tu. Shule zote za makanisa Katoliki ada yao haina tofauti na shule za private. Kwa nini pesa ya Watanzania wote wapewe watu ambao ni kakikundi